I haven't been in a relationship for a year and a half because of what happened with a woman I was with. She aborted the pregnancy I had given her. I loved her, but she rejected me. I'm asking for advice, sister. My name is William kutoka Uyole, Mbeya. So William anasema alikuwa kwenye uhusiano kama mwaka 1.5, lakini uhusiano huo umevunjika kwa sababu ya kile ambacho kilitokea baina yake na mwanamke aliyekuwa naye. Mwanamke ni kwamba alipata ujauzito alafu akautoa. Alimpenda sana, lakini huyo mwanamke baada ya kutoa ujauzito pia akamkataa William, akamwambia kwamba hamtaki. Kwa William yuko hapa kwa ajili ya kuweza kupata ushauri wangu mimi na wewe real quick. Alikuwa kwenye uhusiano, ule uhusiano haukuzaa matunda. Baada ya kubeba ujauzito, binti akaamua kwenda kutoa ujauzito na baadaye akamkataa kabisa mwenye ujauzito William. It looks like kama hakuwa tayari. Inaonekana pia kama vile labda kwa William alikuwa, lakini unajua sometimes wako wengine unaweza kuanzisha uhusiano, unakuwa kwenye uhusiano but you're not sure. Kwa unakuwa mguu nje mguu ndani, yani lolote linaweza kutokea muda na wakati wote. Sio kila uhusiano unaoingia unamaanisha. And that is why watu tuna exes, ndio kwa sababu hawa ni watu kadhaa ambao nimepita nao kwenye mahusiano and then nakuja kumpata mtu sahihi. So story ya William iko hivyo. Dakika kadhaa hizi zilizosalia tuweze kushare kwa pamoja, tumpe ushauri juu ya kile ambacho anakipitia, alafu tuone itakuwa kitu gani. First thing first, nikwambie William, katika mazingira ya kawaida, mwanamke ambaye umempenda na kama naye amekupenda na amekuchagua, ni wa kwako, anajua kabisa kwamba mimi bwana iwe itakavyokuwa, lakini William ndio wa kwangu. Sio rahisi kufanya alichokifanya. Kwa sababu sawa, inawezekana ikawa hamkujipanga, lakini kivyovyote ilikuwa labda akushirikishi kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki, lakini mimi concern zangu ni hizi. Yani mtu huwezi ukakurupuka tu ukafanya maamuzi wewe kwa ubinafsi wakati mko kwenye uhusiano, na uhusiano ni swala la watu wawili. Kwa katika hili William, jitafakari. Na kama tayari ameshaanza kukuonyesha dalili za kwamba hakuhitaji, ni dhahiri amefanya alichokifanya kwa sababu hakuoni wewe kwenye future zake. Sometimes unaweza ukawa kwenye mahusiano na mwenzio ukaamini kwamba wote safari yenu ni moja, lakini kumbe mitazamo yake ni tofauti. Kwenye future yake kila akitazama hakuoni, yani wala mwangaza wako haupo kabisa. So hiki kitu ni chepesi sana kukiangalia. Hata kwenye ushauri ni rahisi sana kukushauri. Na hata wewe mwenyewe nafikiri umeshakaa umeshajiambia mara kadhaa, ila sometimes unajua ukishampenda mtu moyo una kawaida ya kukataa kwamba bana uhalisia sio huu, uhalisia ni huu ambao unataka kuamini kwamba bado labda anakupenda ama uendelee kumpa nafasi kwa sababu yuko ndani ya moyo wako. Ndivyo mapenzi yanavyokuwa sometimes. Ukimpenda sana mtu, inapofika mahali anakufanyia kusudi nyingi na vituko vingi, bado unaendelea kujipa moyo kwamba huenda atabadilika. Huenda amefanya hivi kwa sababu tu, lakini mwisho wa siku vitu vitakaa sawa, ataendelea na mimi ila upate nafasi ya kuliangalia hili jambo kwa jicho la tatu. Sawa na kusikia pia kwa sikio la tatu. First of all, litazame kwa alichokifanya kwa jicho la tatu, lakini sikia alichokuambia kwamba hakuhitaji na vituko vingine ambavyo anavifanya. Ni kwamba hahitaji kuwa na wewe na hahitaji kabisa kukupa nafasi. Ni swala ambalo linahitaji wepesi tu kulielewa William. Swala kutoka Uyole, Mbeya. Usijipe shida, usijistress. Wakati mwingine riziki zinafika mwisho kama ambavyo riziki nyingine zote hufika mwisho. Riziki za kifedha zinafika mwisho, right? Riziki za ajira, riziki za kila kitu, na hata kwenye mapenzi pia. Kitu kama sio riziki yako itafika wakati tu, yani kitafika mwisho, mtasema bye bye na maisha yataendelea.